Bwana, niaje na karibu sana kupitia The Highlands Creations TV au COSM yako pendwa kabisa, ambapo tunapata kujuzana kuhusiana na mastori kibao yanayohusiana na masuala mazima ya burudani. Of course, leo hii bwana tupo na habari kumhusu mtu mzima Alikiba au sio, mmoja kati ya washikaji ambao wamefanya poa kinoma noma katika game ya muziki wa Bongo Flava kwa kitambo kirefu, lakini sasa hivi kuna kama wingu fulani hivi jeusi limetawala juu ya kambi yake Kings Music Records, na hapa ni kuhusiana na swala zima la habari ambazo zinahusishwa sana kuhusiana na album yake. Kuhusiana na record label yake au sio, record label yake Kings Music imekuwa ikiandamwa na story nyingi kinoma noma sasa hivi, na hapa ni kuhusiana zaidi na kuondokewa na managers wake ambao walikuwa wanamsaidia kazi za kumanage wasanii, akiwemo yeye mwenyewe pia kuwa manager, kwa sababu design kama wale washikaji wote ambao walikuwa wanahusika na swala zima la kumanage wasanii pale Kings Music Records label wamejiondoa. So story iko vipi na nikajiondoa na nikabaki, na of course nini ambacho kitaendelea zaidi baada ya hapo katika game ya muziki wa Bongo Flava? Niko hapa kujuza hayo yote, lakini kwa kuanza nikukaribisha tu wewe ambaye bado hujasubscribe pamoja na kulike video hii. Tafadhali hakikisha kama umegusa maneno mekundu ile kusubscribe hapo chini, lakini pia hakikisha kwamba umelike video hii pale ambapo unaendelea kutizama, na cha muhimu zaidi usiache comment hapo chini juu ya kile ambacho kinaendelea katika record label music ya kwake mtu mzima Alikiba, ambaye sasa hivi anapitia kipindi cha changamoto sana kutokana na yale ambayo kama yanavyosemekana ikiwa ni kweli au sio, kwa sababu hizi zote ni tetesi. So mimi nakusogezea hapa tetesi ili upate kujua kwamba kuna 1 2 3 ambayo inaendelea, so inaweza ikawa na uhalisia ama at some point yakawa tu maneno ya video ni ya watu au sio. So hapa tutaenda kuyatizama yote, na of course wewe mwenyewe pia utapima kuona fact ipi na pumba ni ipi. So moja kati ya tetesi za Kings Music kufa, Kings Music Record label kufa, zimekuwa ni nyingi au sio, kwamba wasanii wameamua kuchukua mikataba, lakini jambo hizo ni story ambazo zinaendelea mtaani sasa hivi kusema kwamba wasanii ambao ni K-Tuga, Vanilla Music pamoja na Tommy Flavor, ni kwamba wasanii hao bwana wamejitoa katika label ya Kings Music Records, jambo ambalo ni kama kinaleta ukakasi kutokana na kwamba hakuna statement yoyote kutoka pande yoyote ile ambayo inahusiana na swala zima la kusimamia wasanii hao ama wasanii wenyewe binafsi na pamoja na managers wao binafsi kuliwekea mkazo swala hili na kuweka uwazi juu ya nini ambacho kinaendelea, kwa sababu wote wapo kimya. So sisi tunaendelea kuamini kwamba bado Kings Music ipo gado kama ambavyo K-Tuga alituambia kwenye Ndombolo, na kila kitu kinaenda sawa. Lakini moja kati ya sababu zingine ambazo zinaelekea kuirasmisha story hiyo kwamba Kings Music Record label bwana sasa hivi ina wasanii ni kuhusiana na swala zima la managers kuondoka. Na hapa sasa hivi bwana tunavyozungumza, tetesi zimeanza kusambaa mtaani kwamba kuna manager mmoja muhimu sana katika label ya Kings Music Records, na pia ameshabwaga manyanga na amehepa ameelekea katika record label ya msanii mwingine kabisa. Nitakutajia mwisho hapa msanii huyo ni nani, na of course nitakutajia manager huyo ni nani, lakini kwanza nataka turudi nyuma kwanza tuone historia ya Alikiba na managers wake huwa inakuaje. Na of course hapo tutarudi mwanzo kabisa wa kipindi cha game ya Alikiba inapoanza miaka 2003 2004, huko kipindi ambacho Alikiba anaanza kujitafuta. Alikuwa na Zero Rafa chini ya Zero Records au sio. Hao ndio washikaji ambao walihusika katika kuandaa album ya Cinderella na vitu vingine vingi. So mafanikio ya Alikiba mwanzoni kabisa yapo chini ya record label ya G Records, chini ya mtu mzima G Lava, moja kati ya watu ambao wana love ya kutosha sana kutoka kwa Alikiba au sio. Lakini baadaye miaka kadhaa mbele baada ya Alikiba kuwa ameachana na G Records na anajipambania mwenyewe katika ile project ambayo ilikuwa inaitwa 18, project ambayo ilikuwa inafanyika chini ya Airtel, ambapo wasanii kadhaa kutoka Afrika walienda kufanya project nchini Marekani, ambapo pia alihusika R. Kelly ndani. Na moja kati ya watu ambao alikutana nao Alikiba, ambaye alikuwa alichaguliwa moja kati ya wasanii ambao walichaguliwa kutokea hapa nchini Tanzania ni Alikiba. Of course Kongo alichaguliwa Fally Ipupa, nadhani Kenya alichaguliwa Amani kama sikosei. Unaweza kutukumbusha wasanii wote ambao walichaguliwa hapo chini, na of course Alikiba pia alimeki katika hiyo list, na of course alienda kuwakilisha vizuri kinoma noma, kwa sababu R. Kelly alionyesha kuvutiwa sana na talent ya Alikiba, na alionyesha jinsi gani ana uwezo wa kuimba. Jamaa alikuwa anapiga tu one take inaenda usio, so mambo yasiyo mengi. So hapa ndio kwa mara ya kwanza Alikiba alipatana na Seven Mosha, kwa sababu kama tunavyojua project hizi mara nyingi zilikuwa zinafanikia inahusisha sana watu kutoka Kenya, na of course Seven Mosha ni mmoja kati ya watu ambao wana historia yao nzuri kabisa nchini Kenya au sio, alizaliwa huko na vitu vingine kama hivyo. So walifanikiwa kukutana katika project hii, na baada ya kumalizika kwa project hii miaka 2 mbele yake Alikiba bwana alifanikiwa
kuanza kufanya kazi rasmi pamoja na Madam Seven Mosha, au siwe rasmi kabisa walianza kufanya kazi pamoja, na ilikuwa nzuri zaidi kutokana na kwamba walikuwa na safari nzuri sana ya mafanikio ambayo ilidumu kwa takriban miaka 9 kama sio 10, au siwe. Alikiba ndio hapa bwana alisign Sony Music. Alikiba hapa ndo alifanya comeback yake, alienda international zaidi. Alikiba alisign Rockstar 4000 na RCA, yani vitu vingi sana vilifanikiwa, na walifanya vizuri kinoma noma, au sio? Walifanya vizuri kinoma noma over the years, na watu wengi sana walipenda combination yao kutokana na kwamba wote walikuwa ni watu fulani vile, kila kile mambo yao yalikuwa makubwa, jambo ambalo lilimfanya Alikiba tumuone kwa ukubwa zaidi tofauti na pale alipokuwa ameanza mara ya kwanza, au sio? So chemistry nzuri bwana iliyofanya Alikiba pamoja na Seven Mosha wawe na safari nzuri sana ya mafanikio walipokuwa wakifanya kazi pamoja. Na miaka kama 5 hivi kama sio 6 iliyopita ndipo ambapo Alikiba pamoja na Seven Mosha waliacha kufanya kazi, na of course habari za mtaani zinasema ya kwamba ni umwini ambao ako na Alikiba, au sio? So Alikiba ni kama ana jamaa hayuko sana na hayuko willing sana kujiachia na kufanya kazi the way vile ambavyo anatakiwa awe anafanya, au sio? Jambo ambalo kidogo inamletea shida Seven Mosha. So akaona bora waachane kutokana na kwamba tabia ya Alikiba ya kujiweka low key na nini, na yeye anaamini kama msanii inabidi awe anatokelezea na nini. Kidogo hapo ndipo walipishana, lakini kwa mujibu wa Alikiba mwenyewe aliweka wazi ya kwamba Seven Mosha amejikita zaidi katika biashara, that's why akaona kama vile wanalegeleka kwenye swala la muziki, ndio maana akaona bora waachane na hiyo. Na of course tulimuona Alikiba Zanzibar akiwa na Seven Mosha akipiga story kama furahi pamoja kukutana katika tuzo za Trace Awards, na of course inaonyesha kabisa watu wao wawili wako poa na hawana noma yoyote. Lakini baada ya muda kidogo tu alianza kufanya kazi na Aidan Charlie. Huyu ni jamaa ambaye alifanya kazi na Alikiba over the years akiwa kama assistant manager wa Seven Mosha, na of course wamedumu kinoma noma katika hiyo miaka 5-4 iliyopita ambapo walikuwa wakifanya kazi pamoja, kwa sababu stories zinazosema sasa hivi kwamba hawapo tena pamoja. Sasa hivi Aidan hausiki tena kama manager wa Alikiba, lakini mafanikio makubwa sana wameyapata. Wameachia EP, wameachia album ya Only One King mwaka 2021 kama sikosei, na of course imefanya poa kinoma noma. So hii inaonyesha ni kwa namna gani Aidan ni master na ni manager mzuri, na ni manager ambaye ana status kubwa sana nchini Tanzania. Nitamnukuu Elmando wa Bongo 5 aliwahi kusema kwamba kati ya managers wakubwa hapa Bongo ambao sasa hivi unaweza kusema kwamba anaweza kumsimamia msanii na akasimama vizuri, basi ni Aidan. Na Aidan ni kutokana na experience ambayo ameipata kutokana na kufanya kazi na watu ambao ni international, mtu kama Seven Mosha kuonekana karibu, lakini pia kuweka upinzani WCB record label kubwa kabisa hapa Tanzania na Afrika Mashariki. Nadhani unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo Aidan ameiva na kuwa manager proper kabisa. Lakini habari zinazosema sasa hivi ni kwamba Aidan hayuko pamoja tena na Alikiba na wala Kings Music Records hausiki nao. Lakini sio huyo tu, kuna manager ambaye anahusika hapa kinoma noma. Huyu si mwingine bali ni mwanadada Rema Visual Lab. Sitataka kuzungumzia maisha yake ya nyuma sana, lakini tuanzie hapa ambapo Kings Music Records imeanza. Since Kings Music Records inaanza, nakumbuka wakati watu wa mwanzoni kwanza kwa kujua basi ni Rema Visual Lab ambaye yeye alikuwa anahusika kama msanii kama manager wa wasanii wote wa Kings Music Records. Lakini nadhani hivi karibuni tulikuwa tumuona akiwa zaidi sana na K-Tuga, alikuwa akimsimamia vizuri sana K-Tuga. Lakini na yeye pia sasa hivi bwana anaposemekana na yeye pia ameboga manyanga na ameondoka ndani ya Kings Music Records label. Tukirejea katika posti za hivi karibuni, kwa mfano hii posti ambayo alipost mwezi April tarehe 21, alipost picha ambayo alikuwa ameenda kwenye interview siku za mwanzo kabisa za Kings Music Records kutambulishwa. Alikuwa kwenye picha anaonekana Alikiba mka kwenye kiti, lakini kwa pembeni yupo K-Tuga, Abdul Kiba, Chip pamoja na Akili. Hii ni mwanzoni kabisa mwa record label hiyo kuanza, na akaisindikisha na caption ambayo aliweka dots kama 4-5 hapa akaandika Kings Music Records ya mwaka 2018. Baada ya hapo maneno yakawa mengi kwamba unatuaga maniaje, lakini baadaye tena ambapo ni mwezi wa 5, sasa mwezi uliopita, tuna hata sio siku nyingi, Mei 28 hapo ilipo mwezi uliopita, mwezi wa 5, aliweka post ambayo imeweka ilikuwa na ile logo ya kwanza kabisa, au sio? Achana na hii record achana na hii logo ya sasa hivi Kings Music Records ambayo ina kama gold, ina gold yote. Ile Kings Music Records ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ina maneno ile Kings ya blue bar fulani hivi pamoja na vinanda fulani vile vya chini ambavyo vilikuwa na vyenyewe vinatawaliwa na rangi ya blue bahari, lakini ile crown juu ilikuwa gold pamoja na Music Records na yenyewe pia ilikuwa gold. So alipost picha hiyo na kuandika maneno haya:
aliweka asante maneno kwa herufi kubwa, lakini pia akaweka emoji ya kushukuru, akawataki Kings Music Records, lakini akaweka hapo emoji ya love ambayo ina drop. So hii huenda ikawa inarasimisha zile taarifa ambazo zinadai kwamba meneja huyu bwana tayari alikuwa ameshajitoa, kwa maana kwamba ameposti picha ya Kings Music Records ilivyoanza, lakini sasa hivi akapost Kings Music Records na kuwatagi pamoja na kuwashukuru. So hii inaweza ikawa inaleta uhalisia wa kile ambacho kinaendelea kudaiwa mtaani kwamba meneja huyu tayari hayupo tena na Kings Music Records label. Lakini je, meneja huyu anaenda wapi? Kwa stories za chini zinavyodai ni kwamba katika ile record label ambayo ameanzisha Mbosso Khan ama Khan Music LCA, huyu ni mmoja kati ya managers ambao wataenda kuimanage kazi hiyo, kutokana na kwamba na yeye pia ni mmoja kati ya watu ambao wanahusishwa kwa karibu sana katika swala zima la uzinduzi wa EP inayokuja ya bwana Mbosso Khan au sio? So hao ndio managers ambao washio kufanya kazi na Alikiba, lakini kikubwa ni kuhusiana kuondoka kwa managers hawa wawili, Aidan Charlie pamoja na Rehema Visual Lab, ambao wote wawili walikuwa ni managers wa nguzo nzuri kabisa wa kuisimamisha Kings Music Records. Lakini tunapozungumza sasa hivi inavyosemekana, hawa wote wawili hawafanyi kazi tena na Alikiba. So je, huenda ikawa ile kauli yenye uhalisia kwamba Kings Music Records label inaelekea kuachia wasanii wake wote itakuwa ni kweli? Kwa sababu mpaka sasa hivi msanii ambaye mimi namkumbuka ana wasanii wawili tu ambao wamebakia na managers wao pesa, ambao bado hatujaona kama wakijidistance na Kings Music Records label. Kwa upande wa Tommy Flavor, ana manager wake Chaneno, ambaye Chaneno tunamjua way back kwa sababu huyu aliwahi kuwa photographer wa Alikiba, lakini sasa hivi anamsimamia Tommy Flavor katika masuala mazima ya music. Huyu hajaonyesha kujidistance, lakini pia manager binafsi wa kijana Vanilla, na yeye pia hatujamuona akiwa na huyu, lakini pia hajaona ukaribu sana Kings Music Records. So hatuwezi kumzungumza, sasa tunazungumza zaidi hawa ambao wamekuwa wakijihusisha na Kings Music Records label tangu ilipokuwa ikianzishwa. So hiyo ni update kuhusiana na swala zima la Kings Music Records label kukumbwa na janga hili la kusemekana kwamba wasanii wake wataondoka, lakini pia managers ndio hao wanasemekana na wenyewe pia wameondoka. Nini maoni yako juu hichi ambacho tumekizungumza hapa? Hakikisha umelike na comment pamoja na kusubscribe, na hakikisha kwamba una like na comment katika video hii. Twende sawa. Mimi ni Boy Times, mshikaji wako kutoka hapa The Highlands Question East Africa. Ni hakikisha unapata yote. Until next time, ciao, peace out.